Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu ambao mnatusikiliza tena siku nyingine ya Jumanne ambao Mungu ametupatia tena. Karibu sana katika kipindi chetu ambacho kina somo linaloitwa kujua asili ya Mungu ndani ya mtoto. Hiyo ndio somo letu ambalo tumekuwa tukianza nalo, tunaendelea nalo, lakini pia kabla sijaendelea naomba nimuombe Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru Bwana Yesu kwa neema ambayo umetupatia siku ya leo. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya mtazamaji ambaye Mungu umempa neema ya kusikiliza. Najua kuna watu ambao umewakusudia katika kujifunza hili somo la malezi ya watoto, kumjua mtoto. Ninajua kuna watu wataenda kufaidika au kuna watu wataenda kusaidika. Ninaomba Roho Mtakatifu ukawaguse katika jina la Yesu, amen. Karibu sana. Kipindi kilichopita tulikuwa tunazungumzia kuhusu kanuni za kimsingi za malezi. Kanuni za kimsingi za malezi. Tuliona kanuni 3. Kanuni ya kwanza ilikuwa ni uhusiano wako na Mungu. Kanuni ya pili tukaona mahusiano wako kati ya mume na mke au wanandoa, namna ambavyo mnahusiana. Lakini pia tukaona kanuni ya 3 ya malezi. Hizo ni kanuni za malezi, kanuni za msingi za kimalezi. Mahusiano yako binafsi na Mungu, lakini mahusiano yako kati ya mume na mke au wanandoa, lakini pia mahusiano ya kazi na huduma. Hivyo vitu vyote tuliviona kipindi vilivyopita. Lakini leo tutaenda kuendelea na kipindi chetu ambacho tuliacha kanuni moja. Zipo kanuni 4. Kanuni ambayo kuendelea nayo leo ni kanuni muhimu sana. Naweza nikasema ni kanuni mama ambayo inatusaidia kimalezi. Kanuni hiyo inasema kwamba uhusiano wa wazazi na watoto. Mahusiano kati ya wazazi na watoto, kwa baba, mama na watoto wao ambao Mungu anakuwa amewapa, namna ambavyo wanahusiana katika familia. Kwa hiyo kabla sijaendelea nitatoa maana ya mahusiano kati ya mzazi na watoto. Inasema kwamba uhusiano wa mzazi na watoto ni msingi wa maisha ya familia na ni daraja linalounganisha malezi, upendo, mahusiano na usalama wa kihisia kwa watoto au kwa mtoto. Wazazi wanapojenga uhusiano mzuri na watoto wao, wanawasaidia kukua kimwili, wanawasaidia kukua kiakili, wanawasaidia kukua kihisia na kijamii. Wazazi wanapokuwa na mahusiano mazuri na watoto, tunaona kwamba kuna vitu ambavyo watoto watafanya nini, vitawasaidia. Watasaidika, kwanza watakuwa kimwili vizuri, watakuwa kiakili, watakuwa kihisia, watakuwa kijamii, kwa sababu utakuwa nao karibu kama mzazi na utahusiana nao vizuri. Kwa hii ni kati ya vitu ambavyo wao watoto wataweza kusaidiwa. Na tunaenda kuangalia pia, tutaenda kuona hatua za mzunguko wa maisha ya familia. Kwa nini nataka tuanze hapo kabla sijaendelea na mbele zaidi? Natamani tuone hatua za mzunguko wa familia na kwa nini tunatamani kujifunza mambo ya malezi, na kwa nini tunasema hii kanuni ya mahusiano ya mzazi na watoto ni muhimu na faida zake tutaona. Kwa nini tunataka kujifunza hii kanuni ya mahusiano kati ya mzazi na watoto, yani familia. Tutaenda kuona mzunguko wa maisha ya familia, jinsi ambavyo tunavyoenda. Na nikumbuka kwamba katika huu mzunguko tunatumia muda unaenda, miaka, kuna siku, kuna wiki, baadaye kuna miezi, kuna miaka. Kwa hiyo maisha yanaendelea kama kawaida. Sasa tunaenda kuona huu mzunguko wa maisha ya familia. Hatua ya kwanza tunayoenda kuona katika hizi hatua ni hatua ya kwanza, inasema kutengana na familia yako ya asili. Kama wewe ni mtoto, unaweza ukakua and then wakati ukifika utajikuta unaanza kuwa
kuwa mbali na familia. Mfano, unaanza kuanza kwenda shule, unaanza kutengana na familia yako kidogo kidogo, then unaanza kwenda chuo, huko masomo yatakufanya unakuwa mbali na familia, ndo unaanza kuwa mbali na familia ya asili ambao umezaliwa. Kama ni baba mama, unaanza kuwa nao mbali. Mwisho wa siku unakuwa mtu ambao unajitegemea na unaweza kuanzisha familia yako. Kwa hiyo ni hatua ya kwanza ya kutengana na familia yako ya asili. Tunaenda kuona hatua nyingine ya mzunguko wa maisha ya familia. Ni hatua ya pili, ni kufunga ndoa. Baada ya kuwa kuwa na maisha ya shule mpaka umefikia umepata kazi, unaanza kufikiria mambo ya ndoa, kuoa, kupata mwenzi wako. Hiyo ni hatua nyingine ya pili ya mzunguko wa familia. Kwa hiyo unaanza kuanza kufunga ndoa. Sasa hatua nyingine ambayo tutaenda kuiona, hatua ya tatu, ni kupata na kulea watoto. Kumbuka umeanza kutengana na familia, umejitegemea. Baadaye hatua ya pili, kama ni binti labda ameshaolewa, kama ni kijana wa kiume ameshaoa, tayari anakuwa na mwenzi wake, wanakuwa wawili, tayari mmeshaanza kujenga familia. Sasa baada ya kujenga familia, mnapata na kuanza kulea watoto. Huo ni mzunguko unaendelea, mnapata na kulea watoto. Hapa tunaweza kuona tena hatua nyingine ya 4. Watoto kufikia ujana na kujitegemea. Sasa baada ya kuwa ile hatua kwanza tumeona, ya pili na ya tatu, ambayo ya tatu inasema kupata na kulea watoto. Wale watoto kuna namna ambavyo hicho kipindi mtatumia kuwa nao, kuwalea, kuwaongoza, kuwasaidia. Baada ya hapo unaanza kuwasaidia watoto kufikia ujana na kujitegemea. Unaanza kuwaelekeza namna ya kujitegemea. Tayari na wao wanaanza kuwa mbali na wewe. Kama ambavyo wewe mwanzo ulianza, na wao pia utaanza kuwafundisha kujitegemea, wataanza kwenda shule. Baadaye hivyo na wenyewe wataanzisha familia zao. Baada ya hapo kufikia ujana na kujitegemea, tunaona hatua ya 5 kwamba kuwaongoza watoto kuunda mahusiano mapya. Hapa utaanza kuwasaidia watoto wako kuanza kuunda mahusiano mapya. Sasa hapa baada ya kuwa wameenda shule, kama mzazi unaanza kufuatilia watoto wako anahusiana na nani. Hapo wakati mwingine ndio unaanza kuwa na mashauri pia kwamba unataka kuoa, unamuoa wa nani, kumsaidia umri wa kuoa na kuanzisha familia mpya. Hapa unaanza kumuongoza mtoto wako kuunda mahusiano mapya, yanakuwa tofauti na kwako, anatoka mbali na malezi ya familia yako wewe ambao kama mzazi umeanzisha. Ile asili aliyozaliwa anaanza kuwa nayo mbali, anaanza kuhusiana na watu tofauti. Huo ni hatua ya mzunguko wa familia, hatua ya 5. Hatua ya 6 tunaenda kuona kujiandaa na hali ya uzee, kifo kinachokaribia. Baada ya hapo, hiyo hatua ya 6 ya mwisho kabisa, tunaona sasa baada ya kwamba unaweza kuwa umeanza kujitegemea, baadaye umekuja kuwa na familia, tunaona kwamba umepata watoto na umewalea, baadaye unaanza kuwafundisha watoto kujitegemea. Watoto baadaye unaanza kuwasaidia wanaanza kuunda mahusiano mapya na jamii tofauti. Lakini sasa baada ya hapo sasa tunaanza kuona hatua ya mwisho ambao kwamba sasa mtu unafikia hali ya uzee. Kwa hata kama ulikuwa na watoto, unajikuta baadaye unaanza kuwa mwenyewe. Kama ni baba na mama, mnabaki wenyewe katika familia. Hasa kwa nini tunasema kwamba ni muhimu kuwa na mahusiano mazuri kati ya wazazi na watoto? Ukiangalia huu mzunguko jinsi ulivyokaa, yani ni muda mchache sana. Kwa hiyo ni vizuri tuutumie muda wetu vizuri, tukomboe wakati katika Mungu ambao ametupa katika malezi ya watoto wetu, namna Mungu anavyotupatia familia zetu, tukae nazo vizuri, kwa sababu zina vipindi, hauwezi kukaa nacho muda mrefu. Hata kama una mtoto ambaye labda ana miaka miwili au mitatu, au tuseme wale wadogo zaidi, labda anakusumbua, anakuwa labda ni mtundu au ni mkorofi, ukaanza kukata tamaa mapema, ukajua labda hiyo hali itaendelea. Hapana, ni kipindi tu, vinapita, na ujana pia utapita. Baadaye utakuwa una familia. Hata kijana pia anaweza akaja kuwa atakuwa na ndoa yake na watoto wake pia, naye anatakiwa kutumia hicho kipindi vizuri, kwa sababu si kipindi ambacho kinakaa muda mrefu.
Kwa hiyo wakati anapokuwa na ndoa aitumie ndoa, akae kwenye ndoa yake vizuri. Atakapokuwa amepata mtoto au watoto, wawalee watoto wao vizuri, kwa sababu hicho ni kipindi ambacho kitapita, hao watoto wataondoka. Kwa usipotumia vizuri, utakuta wale watoto kile kipindi hautakitendea haki, kwa sababu kuna vitu vitamisi katika hicho kipindi. Na tunaona pia kwamba utafika wakati wa uzee. Ukifika wakati wa uzee, ndo nikasema kwamba hapa unaona sasa kwamba unakuwa mwenyewe, unaanza kutamani kuwa na familia. Haiwezekani tena, kwa sababu na wao tayari wako kwenye mzunguko wa familia. Kwa hiyo ni vizuri tuzingatie vipindi vyetu vizuri na huu mzunguko, hatua hizi za mzunguko ambazo wa maisha ya familia. Kwa hiyo ni muhimu sana kukaa kila kipindi kwa usahihi, kila kipindi kwa uaminifu, kila kipindi ukae kwa kujifunza na kuelewa kwamba sasa hivi niko kipindi hiki, nikitumie vizuri. Na njia sahihi pia ya kukaa katika vipindi ni kuwa na mahusiano mazuri na Mungu, kama tulivyoona ile kanuni ya kwanza ya kimalezi. Ukiwa na mahusiano mazuri na Mungu binafsi, yatakupa hekima ya kukaa vizuri katika hii hatua ya mzunguko wa maisha ya familia. Sasa tunaendelea nitasema kwa nini ni muhimu kujua huu mzunguko wa maisha ya familia. Kwa nini? Sababu ya kwanza, inatusaidia kuelewa hatua ambazo kila familia hupitia. Kwa nini huu mzunguko wa familia tunatakiwa kujua? Kwa sababu linatusaidia kuelewa hatua ambazo kila familia hupitia. Yaani hiyo ni lazima, huwezi kukwepa hivi vipindi. Umuhimu, ngoja tunaenda kuona umuhimu wa kuwa na umuhimu. Hapa nitaelezea umuhimu wa kuwa na mahusiano mazuri na familia. Umuhimu wake ni nini? Husaidia kuelewa changamoto hizi hatua za mzunguko wa familia. Umuhimu wake ni nini? Husaidia kuelewa changamoto za kila hatua. Mfano, kuoa, kuolewa, kulea watoto, kuzeeka, inatusaidia. Lakini pia na kujitayarisha kiakili. Utakapokuwa tunajua hizi mizunguko ya familia, hatua za mzunguko wa familia, inatusaidia kujitayarisha kiakili, kihisia na kifedha. Kwa utakuwa unajua kwamba safari hii, kama ni mzazi, unajua huyu mtoto atakuwa na hatua fulani. Hatua ya kwanza, ataanza kujitegemea, ataenda shule, utaanza kujiandaa. Hiyo ni moja ya faida, kiakili, kihisia na kifedha pia. Tunaona umuhimu mwingine, kwani tujue huu mzunguko wa maisha ya familia. Tunaona kwamba huimarisha malezi ya watoto. Kwa hiyo unajua kwamba kwa sababu hiki kipindi kinapita, nizingatie na niwe makini na nitumie nguvu zangu nyingi kuimarisha malezi ya watoto, kwa sababu ni vipindi ambavyo vinapita. Kwa hiyo vipindi havirudi tena kwa mtoto. Mtoto akishafika miaka 0 mpaka 6 ni kipindi ambacho ni sensitive. Tunasema sensitive period. Ni vipindi nyeti ambavyo mtoto anajifunza vitu ambavyo vinaingia kwenye ubongo wake. Ubongo wake unakuwa hauna kitu, yani unafyonza kila anachokisikia, kila anachojifunza. Sasa hiki kipindi nyeti usipokitumia vizuri, kuwekeza vizuri kwa mtoto wako, ndio tunaona kwamba baadaye inakuja kuleta shida. Atakapofika umri wa kukua, atakuwa amekosa vitu ambavyo alitakiwa avipate vitu vizuri katika umri sensitive period, amevikosa. Kwa hiyo ndio maana tunasema ni nini? Huimarisha malezi ya watoto. Inakusaidia, utajua lini na wakati wa kumsaidia watoto wako wadogo. Kwa hiyo utakuwa unajua, utawafahamu watoto wako na lini na wakati gani uwasaidie. So baadaye ameshakuwa labda mkubwa kabisa, ndio unaanza kuanza kumuelekeza. Pengine ameshapata mafundisho sehemu nyingine, unaanza kusema sikumfundisha kitu fulani. Unaona? Kwa hiyo ni vizuri kile kipindi husika msaidie wakati ule ule, ili akishavuka ana hatua nyingine, atajifunza vitu vingine. Kwa hiyo huimarisha malezi ya watoto. Hatua ya 3, huimarisha mahusiano ya familia. Kwa hiyo tutakapokuwa tunajua mzunguko wa familia, utajijua kwamba huna wakati. Utajua kuna wakati nitakuwa mzee, watoto wangu watatawanyika, wataanza kuwa na familia yao. Kwa wakati uko nao, ni vizuri
inasaidia kuwa unaimarisha mahusiano yako wewe na watoto wako, kwa sababu unajua kuna siku wataenda kwao na watakuwa wana familia zao. Kwa hiyo ni vizuri kuimarisha mahusiano yetu na familia. Inasema wajibu wa mume na mke na watoto hubadilika. Huo wajibu wako, wajibu wa mume, mke na watoto hubadilika kadiri hatua zinavyobadilika. Kwa kama ulikuwa una majukumu fulani, unahisi kwamba umelemewa, kuna wakati huyo mtoto ataenda kujitegemea. Hutakuwa tena na burden ile ambayo ulikuwa unaiona. Kama ulikuwa unamwandaa mtoto wako asubuhi kwenda shule, itafika wakati atakuwa anajitegemea, hata kubali tena. Labda kijana wa kiume, labda we ni mama, una kijana wa kiume wa miaka 12. Hautaweza tena kusema utaenda kumuogesha, hata kubali hata yeye binafsi, kwa sababu anajiona ameshakuwa. Kwa hiyo kile kipindi ambacho ulikuwa unatakiwa kumsaidia, msaidie vizuri, muelekeze vizuri, mhudumie vizuri, ili wakati ukifika wewe utapumzika kama ulikuwa unasikia kuchoka, au la baba au mama. Kwa inaimarisha mahusiano ya familia. Lakini pia tunaweza kufahamu kwamba hii inasaidia kuepuka migongano, kwa sababu inabadilika kadiri hatua zinavyobadilika. Unafahamu namna hii inasaidia kuepuka migongano. Lakini muhimu mwingine wa kujua hii mizunguko ya familia ni kuweka mipango ya maisha. Utaweka mpango wako wa maisha. Tumeona pale kwamba unaweza kuanza kutunza fedha zako. Unaweza kuwaza kuhusu watoto wako. Unaweza kuwaza kwamba nikishakuwa mzee nitafanyaje, umri utakapokuwa umekwenda nitafanya nini. Unaanza kuweka mpango wako wa maisha. Mfano wanandoa wanaweza pia kupanga lini wapate watoto, au jinsi ya kujiandaa na uzee na kustaafu. Kwa hiyo huu mzunguko utakusaidia mapema kabisa. Kama wanandoa wametoka tu kuoana, mnaanza kupanga mipango yenu. Mtapata watoto wangapi, mtawalea vipi, lakini pia uzee wenu utakuwaje, mtapanga, kwa sababu mnajua vipindi vinakimbia, viko tofauti, havibaki vile vile. Lakini mtastaafu, mna mpango gani wa kuhifadhi pesa zenu, au kujiimarisha katika uchumi, au namna yoyote ambayo mkishafikia uzee mtakuwa salama na hamtawasumbua watu wengine. Kwa hiyo ina faida kwamba unaweka mipango yako ya maisha. Lakini pia hujenga, hiyo ya 5 nasema hujenga mshikamano wa kifamilia. Kwa mtajenga mshikamano wa kifamilia kwa sababu mtajua hivi vipindi vinapita. Utajua kabisa mimi huyu mwanangu sitakaa naye muda mrefu, ni vizuri nikae naye vizuri hichi kipindi ambacho Mungu amekupatia. Kaa naye vizuri, kwa sababu kuna siku ataenda kuwa na familia yake. Kama ni kijana ataenda kuoa, atakuwa na mke wake na watoto wake. Kama ni binti ataenda kuolewa, atakuwa na mume wake na watoto wake. Ndio hapa sasa wazazi wengi ambao hawaweki mahusiano mazuri na watoto wao, inafika mahara kijana ameoa, anaanza kuona labda amefanikiwa, au kuna namna yoyote anaanza kukumbuka kwamba natamani ningekuwa na mwanangu. Sasa ndio unakuta kuna shida. Wazazi wengi wanaanza kuleta shida kwenye ndoa za watoto wao, kwa sababu mara nyingi wanakuwa hawaweki mahusiano yao mazuri na watoto wao. Kwa hiyo wakati wanapotamani kuhitaji yale mahusiano ya karibu na kijana wake wa kiume au binti yake, ameshachelewa. Kwa sababu gani? Hakuweka. Na wale watoto mara nyingi wanakuwa wanasema mimi sikuweka bondi na mama yangu, sikuwa na mahusiano mazuri na baba yangu. Sasa hivi amekuwa uzee, mimi upendo nitautoa kutoka wapi? Kwa hiyo ni vizuri tutumie muda wetu vizuri. Ukiwa na watoto wako, kaa nao vizuri. Hakikisha una mahusiano nao vizuri, kwa sababu hutakaa nao muda wote. Kuna wakati watajitegemea, watakuwa mbali na wewe. Hata wewe binafsi unaona kabisa, kama ulikuwa na mtoto mdogo, kuna wakati unaona kabisa sasa wanaanza kujitenga na wewe. Nitoe mfano wangu mimi ambao kwa sababu ninaishi nao watoto wangu, siwezi kutoa mfano wa watoto wengine. Watoto wangu walipokuwa wadogo walikuwa karibu sana na mimi. Yaani ninakuwa nao karibu, mfano na tolea mfano wa kanisani. Ninaweza nikakaa nao kanisani na tunaandika wote notes. Lakini safari hii wamekuwa wakubwa, hawataki tena kukaa na mimi.
wanaondoka, wanajitegemea, wanaenda kutafuta marafiki. Ni wamefika mle ambao wanajifunza zaidi pia kwa marafiki. Siwezi tena kuwakumbatia, hawawezi, hawafurahii wala hawapendi, kwa sababu na wao wameanza kutafuta marafiki. Hasa kama sikutumia kipindi changu kile ambacho Mungu amenipa kuwa nao karibu, ambapo walikuwa wananihitaji, wananihitaji mimi. Sasa nisipokuwa makini, nakuta naanza kuona kwa nini hao watoto wanakuwa mbali na mimi, kwa nini hao watoto wanataka kwenda kukaa na wenzao. Lakini kwa sababu nilikuwa naelewa, kwa sababu ni hatua yao muhimu ambao wanatakiwa wao kuwa nayo, ninakuwa nina amani kabisa, kwa sababu najua ni kati ya hatua mojawapo ambao wanatakiwa kuipitia. Lakini pia tunaenda kuona hatua ya huandaa kuwa mzee na kifo, hiyo ambao pia tumeona kwamba utakapokuwa unajua, unaanza kujipanga. Hiyo ndio kiroho na kimwili, utaanza kujiandaa binafsi kiroho. Utaanza kuishi maisha yako mazuri na Mungu, kupatana na Mungu wako, kwa sababu unajua ni kipindi cha mwisho. Lakini pia utaenda kujiandaa kimwili. Utaanza kujiandaa kimwili kwa sababu gani? Utakuwa unahitaji, wakati utakuwa huna nguvu, unahitaji kuwa na nguvu za kufanya kazi. Sasa hauna, umeshakuwa mzee. Utaanza kuwekeza mapema ili utakapokuwa mzee una kitu ambacho kinakusaidia, unaweza kumudu maisha yako bila kuwasumbua watu wengine. Tunaenda kuhitimisha somo letu ambalo ni kati ya kipande ambacho ninaendelea nacho, lakini naenda kuhitimisha kwamba kitu cha kunoti au kitu gani tunatakiwa kukishika, kwamba tunajua kwamba kujua mzunguko wa maisha ya familia husaidia kuishi maisha ya hekima. Tukijua huo mzunguko, hizi hatua za mzunguko wa maisha ya kifamilia, kuna tusaidia kuishi kwa hekima, kuimarisha mahusiano na kukabiliana na changamoto za kila hatua ya maisha ya kifamilia. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kujua mzunguko wa maisha ya familia. Usipojua hivyo vitu, utaishi maisha holela na utapishana na hivi vipindi vyote, na utakuwa mtu wa lawama. Utalaumu kila mtu, utalaumu familia yako, utalaumu watoto wako. Hao watoto pia kuna vitu watavikosa. Kwa hiyo kitu cha msingi na ni muhimu sana cha kuzingatia, ukijua huu mzunguko kwamba kila stage ina faida yake na ina muhimu wake, unatakiwa kuwekeza, kwa sababu itakusaidia wewe, utaishi maisha ya hekima. Itakusaidia kuimarisha mahusiano yako wewe na familia yako hapo nyumbani, lakini pia itakusaidia kukabiliana na changamoto za kila hatua kwa maisha ya kifamilia. Kwa hiyo Mungu awabariki sana kusikiliza somo letu hili la malezi ya watoto, na kukaribisha tena kuendelea kusikiliza kipindi kinachoendelea na kinachoendelea. Mungu akubariki sana.